Ladies and gentlemen, this is Yodi TV na leo tuna mgeni maalum kwangu na kwako pia, ambaye sote tunatamani tumjue, ila mgeni wetu ataenda kujitambulisha mwenyewe kwa majina. Mgeni wangu unaitwa nani? Kwa majina mimi naitwa Ahadi Celeste, lakini kwa jina ambalo linalofahamika na watu wengi waga wananiita Kakasele. Kakasele. Ndio. Hilo jina la Kakasele litokaje na ukaanza kuitwa Kakasele? Hilo jina nilipangwa na watu wadogo zangu, wale ambao wako chini yangu yani baada ya kuniita mimi Celeste waliona hapana haitokuwa heshima, wakaona bora waweke kaka na wakamalizana na jina langu Sele, pale ndio kawa Kakasele. Vizuri sana, naitwa Kakasele. Tuko naye leo. Kakasele, upo kwenye Maiza Yodi TV leo. Kakasele ni mtu aina gani? Wewe ni nani? Inabidi ujitambulishe ili tukujue Kakasele ni nani. Sawa, ni kweli. Kakasele kwanza ni mtu fulani hivi ambaye ni mlemavu kifupi. Okay. Siwezi nikaficha kwanza hali yangu. Okay. Mbele ya yote inabidi nionyeshe hali yangu, Kakasele ni mtu wa namna gani. Ndio. Kakasele ni mlemavu ambaye asiyekuwa na support yoyote ile. Hana nguvu ya kufanya kazi zile za nguvu, wala hawezi kufanya vitu vyovyote vile, lakini kwa mziki kabisa hicho ndio kipaji changu, naweza nikasema hivyo. Okay. Na kuhusiana na maisha ya mziki, mziki nilitamani sana nianze kuimba, lakini nikawa sina support, nikawa nafikiria nitaanzia wapi. Sina mtu wa kunisapoti kwa njia ya hela na vitu vingine, kwenda studio sikuwa navyo, lakini kwa bahati nzuri kuna mtu ambaye alijitokeza Kasele, bwana, nimeona jinsi unavyofanya kazi kwa kufanya mazoezi yako, japokuwa kuna wengi pia walikuwa wananicheka, inakuaje na vilema pia vinataka kuanza kuimba muziki, mambo kama hayo, yani wanakukejeli. Ndio, yani yani kunikatisha tamaa kabisa. Na vilema pia wanataka kuwa wasanii, lakini subiri usiukatishe. Ulipokutana na hizo moment za watu kusema hadi vilema vinapenda kuimba, ilikuwaje? Ulichukuliaje? Iliingiaje kwenye moyo wako wewe kama wewe? Yani mimi kama mimi kabisa ilitaka kunikatisha tamaa. Kweli. Taka kunikatisha tamaa kabisa, lakini kuna wengine pia walikuwa wakiniambia wala usijali na matusi yao. Wewe endelea, unachokiandaa ni maisha yako yani. Wao wanajiweza, watafyatua tofari, wataunguza mkaa, watafanya vingine vyote, lakini wewe hamna. Na kama hicho ndio kipaji chako kabisa, usikiache hata wakutukane namna gani, pambania haki yako. Na nikaona hilo shauri ni nzuri kabisa, nikalifanyia kazi. Mpaka sasa nikaandaa wimbo wangu wa kwanza ukatoka, lakini sijaposti. Wa pili hivyo hivyo, na watatu hivi naandaa. Ishoti Kakasele ni mwimbaji kabisa na amepitia vitu vingi, natumai mwenyewe umemsikia akisema kwamba ilikuwa 1, 2, 3 ambayo ilimtokea. Kakasele, naam, kwa sasa unaendelea na mziki na bado upo kwenye mziki, si ndio hivyo? Ndio. Na unapenda mziki. Napenda ikitokea mtu hapo kesho anakuambia no, sitaki uimbe gospel, nataka uimbe mziki wa kidunia, utakuwa tayari kwenda kwenye mziki wa kidunia wala vipi? Kwa maana kila kitu msimamo. Mimi kama mimi kwa jinsi nilivyo kwa sasa na nilipotoka, siwezi nikaimba mziki wa kidunia kwa sababu hautokuwa na faida kwangu. Lakini mziki wa Mungu, natangaza injili ya Mungu kwa watu, itakuwa na faida. Okay. Inabidi tumwimbie Mungu jamani. Kakasele anakuambia tumwimbie Mungu. Kumwimbia kwake Mungu kunamfanya jinsi vizuri. Watu walimtukana, wakamwona sio hivi na hivi, lakini bado anazidi kukaa na kuzidi kumwimbia. Kakasele, naam, kuna mtu ambaye anatuangalia kwenye mic za Yodi TV kwa sasa, anatamani asikia hata Kakasele akiimba hata kwa sekunde 2, 3, 4, hata kidogo tu, kwa sababu hatujui ambaye atakayetusaidia. Kwa sababu haujui atakayekusaidia mbeleni. Okay, hamna shida. Kila nikitafakari mawazo yanikumba jamani, nilivyoumbika mwenzenu, kwani nimekosa nini? Ni Mungu aliyeniumba, siwezi kumpinga jamani. Sasa kwa nini mkiniona mnanicheka hadharani? Kuna muda natamani nivuke ng'ambo, ila naishia njiani, japo njia yangu itakuwa ni ngumu, mimi sitokata tamaa. Oh God bless. Mungu. Naishia kwanza hapo kwa leo. Yaani unavyoimba hadi mwenyewe chozi kama linataka kutoka hivi. Ulivyoandika hiyo ngoma, muda huo ulikuwa kwenye moment gani, kwenye hali gani hadi ukaandika wimbo kama huo?
Muda huo kabisa, kusema kule, nilikuwa kwenye moment ya mawazo sana, nikifikiria kwa jinsi nilivyoumbika mwenyewe na mambo mengine na watu wanavyonitusi, nikaona yani nilikuwa kwenye hali ambayo sio nzuri sana. Kweli. Ndio. Yaani ulijikuta tu hali, acha mimi nitengeneze kitu hapa. Na ndo kipindiko hiko ambako watu walikuwa wanakucheka eti kwamba wataki kabisa wimbe mziki wa kupendi kabisa. Ndio. Ndio ukaandika wimbo kama huo. Natumai ndugu yangu umesikia wimbo mtamu sana kutoka kwa Mr. Sele, ngoma ambayo ina ujumbe. In short, ngoma mwenyewe umeelewa kama ameimbia maisha yake. Na mwenyewe umeona Mr. Sele ni mwimbaji wa nyimbo za Injili, ila anapambana hivyo hivyo tu kwa sababu ni kipaji ambacho alichopewa na Mungu, anazidi kupambana. Watu wa Yode TV wangetamani kusikia chochote kutoka kwako. Kusema kweli, kitu ambacho nahitaji kwa watu wa Yode TV, kama Yode TV, Yode TV, yeah. Nahitaji wanisapoti. Yaani nahitaji support kwa watu wanaoniangalia na watu wa Yode TV. Kiujumla watu wote nahitaji support kabisa. Nisikukate. Support ya aina gani? Support ambayo nahitaji mimi. Support tu. Haijalishi itakuwa support ya nini. Kuna mtu ambaye aweza kukupatia hela. Okay. Lakini kwa ushauri wake ukaufanyia kazi. Hiyo pia ni support. Na kuna support ile ya kusubscribe, yote inakuaga kwenye account. Kujiunga na vitu vingine. Kuna support ile ya bwana, unaweza kuchukua hela ikusaidie studio au kula au kununua nguo au fanya hivi mambo kama na hayo. Kwa unamaanisha kwamba unahitaji support aina yote ile? Nahitaji support aina yote ile. Yeyote anayetamani kusupport akusupport. Ndio. Vizuri sana. They call me Richard Mabruk, the best qualified interviewer, and this is Yode TV. Tunatamatisha kipindi chetu hivyo. Tulikuwa na Kaka Sele. Ciao.